Hivyo tayari ameongeza kandarasi ya mwaka mmoja kuendelea kusalia kwenye kikosi cha Simba Sports Club kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Selemani Gomez Mwalimu alijiunga na Simba akitokea Wydad Athletic Club kwa maana akitumikia kikosi hicho kwa mkopo, lakini sasa hivi ametangazwa rasmi, sasa amesainishwa mkataba wa mwaka mmoja. Kwa nini Selemani Gomez mwaka mmoja? Kuna kitu ambacho umekiona kwa Simba wanahitaji kumtazamia zaidi, ama kuna kingine ambacho unakiona fananisha na kile ambacho amekionyesha Selemani Mwalimu tangu ajiunge na Simba? Nafikiri imekuwa kama falsafa, wachezaji wazawa hawapewi nafasi kubwa. Imagine Selemani Mwalimu umri alionao anapewa mkataba wa mwaka mmoja, lakini wachezaji wengi wakizawa yani hawazidi miaka miwili, 1.5 miaka miwili, wamekuwa hawapewi opportunity ya moja kwa moja. Tumezoea kwa wenzetu kuona mchezaji mzawa kama kwenye timu kubwa anakuta amepewa miaka 4, miaka 5, miaka 6 amesaini, kwa sababu wanaamini kwamba ni zao la nyumbani, hata akiendelea kukua, hata akitoka nje ataenda kufanya vizuri na kutangaza ligi pamoja na nchi. Lakini kwa huku Tanzania tumekuwa tukiwaandalete wachezaji wazawa, yani hatuwaamini kwa kile ambacho wanakifanya. Selemani Mwalimu akatoka timu za kawaida ama mid table team hapa Tanzania, akaenda Wydad ambayo ni timu kubwa yenye mafanikio barani Afrika, na hata pale Morocco ukitaja timu yenye mafanikio. Ameenda pale hajapata nafasi ya kucheza, lakini amepata experience kutokana na wachezaji ambao waliwakuta pale. Amerudi tena upande wa Simba akaja kwa mkopo. Angalia kile ambacho alikitoa kwenye wakati ambao alikuja kwa mkopo. Nafikiri amemaliza na mabao yasiyopungua 10 plus kwa michuano yote ambayo amecheza akiwa na Simba. Kaisaidia Simba kubeba mataji mawili msimu uliopita, kitu ambacho misimu minne ya nyuma Simba alikuwa anamaliza bila taji. Lakini Selemani Mwalimu, mafanikio ya Simba ya msimu uliopita huwezi kusahau kumweka Selemani Mwalimu. Hata nafasi ya pili ambayo Simba kamaliza huwezi sahau jitihada za Selemani Mwalimu ambazo amezionyesha. Amekuwa akitokea bench, lakini alikuwa aonyeshi ule unyonge wa kwamba kwa nini mimi natokea bench, kwa nini mwalimu aniamini, kwa nini mwalimu anaanza na force number 9 ili hali mimi nipo hapa mtu ambaye ninacheza hiyo namba na nimezoea kucheza hiyo namba. Lakini alikuwa aonyeshi hivyo kwamba anaamini kwamba hata akipewa muda mchache anaweza kufanya kile ambacho anaamini anaweza kakifanya, na mwisho wa siku timu yake ikapata kitu ambacho ni kizuri kutoka kwake. Kwa mwaka mmoja siamini kama ni sahihi kwa upande wa Simba kumpa Selemani Mwalimu. Alihitaji waraa kupewa miaka miwili, kwa sababu si mchezaji ambaye anaanza kushuka kiwango, ni mchezaji ambaye anaanza kukua sasa. Yani hayupo kwenye eneo la kuprogress performance yake, yupo kwenye eneo labda la kumaintain performance yake, yupo kwenye eneo ambalo ni la kuendelea kukuza performance yake, yani kuendelea kupush zaidi ili kutoka pale alipo na kuendelea kwa juu. Sasa ukimpa mwaka mmoja, kuna namna ambavyo inakuwa make sense na ni mzawa. Naelewa kwamba inawezekana wameangalia pengine nishati yake alionayo, kile ambacho amekifanya msimu uliopita, pengine hata ukifanya kwenye misimu 3-4 ya mbele, ama hata kuwa kwenye mipango yao pengine mwaka ujao, ndio maana akapewa mwaka mmoja. Lakini naamini mchezaji kukua inategemeana na yupo kwenye ubora gani, ligi imemkubali, hajakutana na changamoto za hapa na pale kwa maana ya majeraha, anaweza akafanya kilicho bora zaidi, kwa sababu mchezaji huwezi kumgarantii kwamba msimu ukianza unaweza kufunga mabao 5 utaishia hapo. Hapana, kwenye eneo lake huwezi kumgarantii ama kumhesabia kwa Mwalimu. Nafikiri anaweza kufunga magoli 5 ama magoli 7 nini, anaweza surprise akafunga magoli 12, 15 na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kile ambacho amekionyesha Selemani Mwalimu, sio ni kama kulikuwa na haja ya Simba kumpa mwaka mmoja. Kwa energy alionayo, ukimwangalia pia unaona ni mtu ambaye ana uchu wa kupata mafanikio na kuivusha timu. Lakini yote kwa yote kumbakisha pia ni jambo zuri, sababu wangemwacha ingekuwa mbaya zaidi. Lakini wametambua uwepo wake na kile ambacho amekifanya msimu uliopita, wakampa mwaka mmoja wakiamini kwamba
huo mwaka anaweza akafanya makubwa zaidi, lakini nilikuwa nategemea wala wapewe miaka miwili ili aendelee kujifunza, hata kama nafasi yake itakuwa ndogo, ila hata anayekuja atakuwa anajifunza pia kutoka kwake. Kama atakuwa anamzidi uwezo na vitu kama hivyo, atakuwa anaendelea kujifunza. Lakini sajili bora ni ile ambayo unabaki na mchezaji wako muhimu. Simba wamempa mwaka mmoja, wameonyesha nia ya kwamba ni mchezaji muhimu na watamtumia, lakini shida ipo kwenye doubt yangu ipo kwenye kandarasi waliompatia ya mwaka mmoja. Yes, lakini moja ya sajili nzuri. Ya huyo ni Selemani Gomez Mwalimu kwa upande wa Simba, ambaye amesainishwa mkataba na kuendelea kusalia katika kikosi hicho cha wekundu Msimbazi Simba, na Simba wamethibitisha hivyo kupitia ukurasa wao wa Instagram pamoja na mitandao mingine kuhakikisha kwamba wanawajuza Simba kwa kile ambacho kinaendelea. Tuachane kwa upande wa Simba, tutarudi baadaye, maana wamesema saa 5 leo wana jambo lao zito sana. Nafikiri Mtozi anafanya mambo mazuri sana na atakuwa anatujuza kinaga ubaga kile ambacho kitajitokeza katika kile ambacho Simba wanatarajia kukizungumza kwenye moja ya hoteli pale jijini Dar es Salaam.